Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi qala wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani shaytanu binusbin wa adhab. Urkud برجلك هذا مغتسل بارد والشراب ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، متابعون الأعزاء، إخواني ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema zake subhanahu wa subhana, ikhwani, ama leo nakuletea tena njozi kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, tuweze kupata nini yaliyomo ndani ya njozi zetu tunazoziota kila siku tunapokuwa tukilala. Yawezekana haya ninayokufikishia ikawa bado hujayapata, lakini ukaona njozi nyingine ambayo wewe inakusumbua. Basi ili kuendelea kupata fasiri za njozi, ni kuombe hapo chini ya video yako, hapo kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja maandishi hayo, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze tena mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii, na mazuri yajayo yenye kufurahisha kila mmoja atakuwa anayapata. Ikhwani, ama leo naanza na maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika njozi hii, ambayo njozi hii inaelezea ightisal al-ghusl fil manami, kukoga usingizini. Mtu unapolala ukaona unakoga usingizini, nini maana yake? Wapo wanaolala wanapata njozi kama hizo, anakoga, labda anakoga mtoni, anakoga baharini, anakoga bafuni na kadhalika. Lakini kabla pia sija kuanzia na njozi hiyo, nipende kuambia kwamba njozi yako ni maisha yako. Usikubali kuidharau njozi yako. Lakini pia njozi yako ni bishara yako. Usikubali kuiacha njozi yako ikaondoka, yale mazuri yakakuondoka au kayakosa, kwa sababu bishara ni kitu kizuri, kinakuja kubashiria mambo mazuri. Lakini pia njozi yako ni nidhari kwako, yani njozi inakuja kukupa tahadhari ya kitu fulani kinachoweza kuja kutokea katika maisha yako. Ili kisiweze kukuja kukupata, inatakiwa uwe katika hali fulani. Kwa hiyo njozi yako ni mali yako, itunze njozi yako na uweze kuifuatilizia, utaona manufaa makubwa kama jinsi manufaa alivyopata Mtume Yusuf alayhi salam. Allah tabaraka wa taala anasema, wadhkur abdana ayyub واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرا لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. Anasema Mtume Muhammadin sallallahu, kumbusha bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulimwenguni kote kuhusiana na mtume wetu Ayubu alayhi salam. Wakati mtume Ayubu alipoomba dua kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema, Mwenyezi Mungu, hakika wewe umemsalitisha sheitani kwangu mimi na nikaweza kupatwa na matatizo ya aina mbalimbali, na kuomba Mwenyezi Mungu uniondoshee. Basi Mwenyezi Mungu tabaraka wa Ta'ala, baada ya dua ile aliyoiomba mtume Ayubu alayhi salam, naye Mwenyezi Mungu anamletea dawa ya kuweza kumponya maradhi yake. Kwa hiyo dua na dawa vikamponya mtume Ayuba alayhi salam. Dawa ni ipi? Dua tumeshasikia, anasema anni massani shaytanu binusbin wa adhab. Na dawa ni ipi? Anasema urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Anasema urkud birijlika, piga mguu wako ardhini. Yalipopiga mguu ardhini, yakatoka maji chemchem. Yale maji yalipotoka, akasema hadha mughtasalun, haya ni maji ya kukoga. Koga ewe mtume Ayubu uweze kupona maradhi yako. Lakini pia akaambiwa tena urkud birijlika, piga mguu wako ardhini.
akapiga tena kwa mara ya pili. Alipopiga mguu kwa mara ya pili akatoka tena maji chemchem, maji baridi. Anasema baridun wa sharabe, kwamba haya ni maji baridi, maji matamu, kunywa ewe Mtume Ayubu ili uweze kupona maradhi yako biidhnillahi tabaraka wa taala. Na leo tunazungumzia ndoto ya kuota kukoga kwa uwezo wake subhanahu wa taala. Nianze na nukta namba 1. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa amekoga kisha akavaa nguo mpya, kakoga kisha akavaa nguo mpya, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo. Hii njozi ina maana nyingi sana, lakini nitakutajia maana moja baada ya nyingine mpaka tutakapoimaliza. Ama maana ya kwanza ya nukta hiyo ya kwanza, tunasema kama muotaji huyo ana matatizo, basi matatizo hayo yataondoka. Na kama muotaji wa njozi hiyo ameota amekoga kisha akavaa nguo mpya, kama ni mfungwa wa vifungo vya minyororo ya kichawi au mashetani au gerezani, basi utafunguka. Na kama muotaji huyo ni mgonjwa, basi atapona maradhi yake. Na kama muotaji huyo ni tajiri, biashara zimeharibika, au mfanyakazi kazi zimeharibika, basi utajiri utarejea na biashara na kazi zitaimarika. Lakini pia kama unasema kama atakuwa mtu huyo muotaji alikuwa anahitaji kwenda kuhiji, basi hija utaipata. Lakini pia kama muotaji ni kiongozi katumbuliwa au kafukuzwa kazini, basi atarudishwa kazini kwake. Na kama muotaji wa njozi hiyo ana madeni, basi madeni yake yataweza kulipwa. Ni sawasawa na maneno ya Mwenyezi Mungu, au ni sawasawa na Mtume Ayuba alayhi salam alipopata kukoga na akavaa nguo mpya, na hapo maisha yake yakaanza na ponyo ikapatikana ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala alivyomponya, na ikawa sababu ya kuwaponya watu wenginewe walioko eneo lile na sehemu zingine wenye kusumbuliwa na maradhi, na hapo ndipo yakaanza maisha mapya na afya njema na mpya. Ama nukta ya pili ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kakoga kisha akavaa nguo zilizochanika, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utaondokewa na matatizo, kisha urofa utapiga hodi nyumbani kwako na utakuwa ni rofa wa hatari. Mwenyezi Mungu atunusuru na hali za namna hiyo. Ama pia nukta ya tatu ya njozi ya kuota kukoga, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga au anatawadha katika chombo kipana chenye maji, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo. Tunasema unapambana kurudisha kitu kilichoibiwa nyumbani kwako. Ama nukta ya 4 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga kisha akaota kuwa anamkogesha maiti. Mtu kalala ukaota kwamba unamkogesha maiti, lakini maiti huyo humjui kwamba ni nani, lakini ndio unamkogesha, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unapambana na kumpigania na kumsafisha mtu ambaye ni muovu na asiyejua fadhila za kupambaniwa wala kupiganiwa. Mtu huyo ndiye unamfanyia hayo. Ama nukta ya 5 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga kwa lengo la kuondosha janaba au nifasi, yani damu ya uzazi, au kwa ajili ya kuondosha hedhi, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba unatakiwa kutubia dhambi zako. Hiyo ni maana ya kwanza. Ama maana ya pili, tunasema wafanyie wema wazazi wawili. Ama maana ya tatu ninasema ishi vizuri na rafiki zako. Ama nukta ya 6 ya njozi ya kuota kukoga, tunasema ghuslu fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kakoga maji ya baridi sana, na kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha masika, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba matatizo, shida, tabu na maradhi vitakuandama kipindi hicho. Lakini pia nukta ya 7 ya njozi ya kuota
kukoga usingizini. Tunasema ghuslu fil manami, mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga maji ya moto kipindi cha masika, basi njozi hiyo inamjulisha kuwa utapata faida, utapata ponyo ya maradhi yanayokusumbua. Ama nukta ya 8 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, yani ghuslu fil manami, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga josho la Idi miongoni mwa Idi, josho la Idi miongoni mwa Idi, akasema kwamba mimi nakoga josho la Idi, basi njozi inamjulisha kuwa kama hujaoa au kuoa, basi mchumba anapatikana muda si mrefu. Hiyo ndiyo maana. Lakini pia nukta ya 9 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema ghuslu fil manami, mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga kwa sababu ya kupatwa kwa jua au kwa sababu ya kupatwa kwa mwezi, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, yani khusufi ile tunaita. Basi tunasema maana yake utapatwa na majambo mazito na mabaya, mabaya sana kulingana na ukubwa na udogo wa khusufi hiyo. Yani matatizo yatakayokukuta au jambo baya litakalokukuta litategemeana na ile khusufi yenyewe, ile kupatwa kwa mwezi kwenyewe au kupatwa kwa jua kwenyewe kuna ukubwa wa namna gani, ndivyo na tatizo linavyoweza kuja kutokea kwa hali za namna hiyo. Mwenyezi Mungu atustiri na atulinde kwa uwezo wake subhana. Ama nukta ya 10 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga kwa lengo la kutaka mvua inyeshe, yani istisqa, au anakoga kwa sababu ya maiti, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba mnataka kumngoa kiongozi mkubwa, mnataka kumngoa kiongozi mkubwa au viongozi wakubwa walioshindwa kuwatendea wema wananchi wao. Hiyo ndiyo maana. Ama nukta ya 11 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, yani ghuslu fil manami, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakoga kwa lengo la kuingia mji mtukufu wa Makka, kama anaenda hija, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba hiyo ni faraja, furaha, kuonana na wapendwa mliopotezana na kushikamana na dini. Hiyo ndiyo maana yake. Ama nukta ya 12 ya njozi ya kuota kukoga usingizini, tunasema ghuslu fil manami, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anaingia katika dimbwi au kulateni au ndani ya chombo ili